Mheshimiwa mgombea wetu na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, viongozi wote waliopo meza kuu, itifaki imezingatiwa. Ndugu zangu, mimi nilibahatika nikapata heshima kubwa kuwa mbunge wa hapa Mwanza, jimbo la Nyamagana. Mheshimiwa mwenyekiti, mara yangu ya kwanza kufika Mwanza nililala stendi. Stendi inaitwa stendi ya Tanganyika enzi hizo. Nilikuwa naenda shule Geita. Sasa babangu akanipa nauli akijua nikifika Mwanza nitaunganisha kwenda Geita. Kumbe magari yalikuwa naisha asubuhi kwa sababu Geita ilikuwa ni mbali, barabara ilikuwa ni mbaya sana. Kwa nikalala stendi pale. Lakini miaka michache baadaye, kijana aliyelala stendi nikapewa uji na wakina mama kwa msaada. Nikaja nikawa mbunge wa jimbo la Nyamagana. Ninachotaka kusema ni kwamba sisi sote tuna bahati ya kuzaliwa katika nchi ambayo ina fursa sawa kwa vijana na watoto wote wa Kitanzania. Tumebahatika kuzaliwa katika nchi ambayo mtoto yoyote wa Kitanzania ana uwezo wa kupigania ndoto yake pasipo kujali alizaliwa katika familia ya aina gani. Na hiyo hapa ukifanya sensa, viongozi wengi hata waliopo hapa meza kuu ni watu ambao historia yao inafanana na historia yangu. CCM hoi! Mheshimiwa mgombea wetu, mimi naamini kwamba sifa kubwa mojawapo ya kiongozi mahiri ni kiongozi anayewapa watu wake matumaini kwamba kesho yao itakuwa bora kuliko leo. Sifa mojawapo nyingine ya kiongozi bora ni yule anayekuwa mfariji mkuu kwa watu anaoongoza ambao wako chini yake. Anayekuwa mfariji mkuu hata kwa wale watu ambao anapingana nao, wale ambao hakubaliani nao, lakini yuko tayari kuwasikiliza. Nikiwa hapa CCM Kirumba, najua sizungumzi na watu wa CCM peke yao walioko humu. Wapo wa Tanzania wenye dini tofauti, makabila tofauti, itikadi tofauti ya vyama vya siasa wanatusikiliza kutoka hapa CCM Kirumba. Kwa sababu leo ni siku kubwa, tunahitimisha kampeni ya nchi nzima zilizodumu kwa siku 60. Mheshimiwa mgombea wetu, wewe kwa nini nasema umekuwa mfariji mkuu? Watanzania wote wanajua kipindi cha mwaka 2020 kuanzia 2015 mpaka 2020 tukiwa na jiwe mwamba siasa zetu, tukiwa huko Chadema hatukuwa na matumaini. Hali ilikuwa ni ngumu. Tuliona giza, hatukuona mwanga. Tulipoteana. Ulipoingia madarakani, pamoja na kwamba tulikuwa tukubaliani kwenye mawazo na tunakupinga, tulikuandikia barua. Ulikubali kuwa mfariji mkuu. Ukakutana na sisi. Tukatengeneza kitu tulichoita maridhiano. Mheshimiwa Rais, pale tulipokuja kwako tunahitaji mikutano ya hadhara, ulitupa. Tulipokuja kwako tunahitaji maandamano ambayo hayakuwepo, ulitupa. Tulipokuja kwako wanachadema waliokuwa na kesi 419 nchi nzima zilifutwa instantly, kesi 417. Mheshimiwa mgombea wetu, hii ndio dhana inayoitwa kazi na utu. Ulionyesha utu. Mheshimiwa mwenyekiti, tulipokuja kwako kwamba Chadema imepigika, tunaomba ruzuku tuliosusia kwa miaka 2, ulitupa. Kazi na utu. Ulitusikiliza. Mheshimiwa mwenyekiti, hata ulipounda task force, sisi tukakataa kwenda kwenye hiyo task force. Ila tuliandika barua na mahitaji tuliohitaji kwenye task force, hata kama tukushiriki, lakini mengine tulipata. Tulitaka wakurugenzi wa halmashauri nchi nzima wasisimamie uchaguzi. Tulipewa.
Tulitaka asipite mtu bila kupingwa, atakiwa mgombea peke yake. Tulipewa. Tulitaka rais wa nchi peke yake asiteue wale wajumbe wa tume. Iliundwa tume ya usaili inayomsaidia rais. Tulipewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ndio dhana ya kazi na utu. Tulipokuwa Chadema, siku ya wanawake duniani, wanawake wa CCM UWT walikuwa na function yao. Uliacha kwenda ukaja Moshi kushirikiana na BAWACHA ya Chadema. Hii ndio dhana ya kazi na utu. Sasa jambo la kwenda kupiga kura, ili swala la kura, hii ni haki ya Mtanzania mmoja mmoja iliyowekwa kwenye katiba ya nchi yetu, na nchi hii ina utaratibu. Swala la kwenda kupiga kura sio swala la vyama vya siasa, ni swala la Mtanzania mmoja mmoja. Hii ni haki yako personally. Kwa uwema huu, mimi nimekuwa Chadema very high ranking member, kamati kuu kwa miaka 15. Najua ninachosema. Wanachadema wale wenzangu wa zamani mnaonisikia kwenye kila pembe ya nchi hii, swala la kupiga kura sio swala la kuwa control na chama cha siasa. Hii ni haki yako ya msingi iliyopo kwenye katiba ya nchi yetu. Nenda ukapige kura, usikubali akili yako kushikiwa na mtu. Hii ni haki ya Mtanzania mmoja mmoja, ipo kwenye katiba ya nchi yetu. Watanzania wenzangu mnaonisikiliza, ili swala la uchaguzi ni swala la kikatiba na sheria. Hakuna nchi duniani ambayo inaongozwa hohehae. Tuna katiba tuliojiwekea kutuongoza. Katiba hii ndio inatoa fursa ya sisi kwenda kwenye uchaguzi kila baada ya miaka 5. Kwa nawaambia popote mlipo wa Tanzania, huu uchaguzi ni uchaguzi halali wa kikatiba, imefuata sheria, kuna waangalizi wa kimataifa, na ndio maana mpaka kesho tunaenda kupiga kura. Hakuna chama chochote cha siasa, hakuna mtu yoyote individually ameenda mahakamani kupinga kwamba huu uchaguzi ni batili. Kwa tunaenda kwenye uchaguzi halali wa kisheria ya kikatiba. Nendeni tukapige kura. Ndugu mgombea, nchi hii ipo sheria. Sheria zetu zinatungwa bungeni, na mimi nilibahatika katika vijana wa nchi yetu na mimi kwenda kwenye hiyo bunge.